Halo, mambo vipi? Karibu tena katika maendelezo yetu mafunzo ya HTML, na leo tutapiga hatua iliyo bora zaidi. Tutakwenda kujifunza namna ya kuweza kuingiza audio katika tovuti au web page. Kabla ya kwenda katika hatua ya kodi, ningependa tuzungumze vitu viwili ambapo itakuwa ni address na attribute. Address hizi ni anwani ambazo zinatumika katika kuonyesha eneo ambalo ipo hiyo audio, yani kwamba audio ndio unaingiza kwenye web page. Ndani ya text editor yako lazima uiambie browser kupitia text editor kwamba hii audio iko wapi. Sawa? Kama itakuwa ndani ya faili ambalo umehifadhi hiyo project yako, kwa mfano umehifadhi file la HTML, ndani yake humo, maana yake utakachohitaji ni relative to address, ambapo utakuwa na hiyo jina na format yake extension. Kama ni jina fulani, labda jina umeandika barabara instrument.mp4, sawa. Lakini itakapokuja kwamba faili ile iko nje ya folder ambalo umehifadhi project au hiyo HTML index au HTML file, utahitaji kuwa na absolute address ambayo utahitaji kuwa na link. Inaweza kuwa ni katika page nyingine, utahitaji zile protocols, zile URL kama itakuwa labda ndani ya kompyuta. Lakini kwa mfano kwa wakati tunajifunza kama hivi, utakwenda kuangalia katika sehemu ambayo umehifadhi, lazima upate hizo link, vinginevyo inaweza itakataa. Lakini attribute hizi zinatusaidia kucontrol ile audio yetu kwamba iweze kucheza automatically unapokuwa umeingiza katika website, au kumute mpaka pale mtu atakapokuwa ameamua kuunmute, kuondoa hiyo mute au loop iweze kujirudia yenyewe. Twende kwenye code tuweze kuangalia uhalisia ukoje. Tukija katika code, kitu cha kwanza unatakiwa ukifanya ni utaandika element ya HTML inaitwa audio, ina tag ya kufungua na kufunga, opening and closing, na ndani hapa utakachokifanya ni utaandika kitu kinaitwa source, element ya source src, utaweka src hapo mbele, kisha utaandika double quote, na humu ndani utaandika pia, utaweka type. Kwanza ukishaandika hivi, unachotakiwa ukifanya ni kwamba lazima utakachotakiwa ndani ya hii double quote ndipo ambapo utakaweza kuingiza zile address. Kama relative utaweka humu ndani, kama itakuwa ni absolute utaweza kuweka humu ndani. Lakini pia ni muhimu kuweka type kuonyesha kwamba ni aina gani ya audio, attribute yake, sifa zake zikoje. Kwa hiyo utakachokifanya humu utaandika kutokana na ile ani utakayokuwa umeweka hiyo audio, hiyo media. Kama itakuwa ni audio slash labda itakuwa ni mp4 au itakuwa slash itakuwa ni mp3, ni wewe. Kwa hiyo tuje hapa ndani, nitaweza kutumia, nitaingia kwenye folder langu, nitaenda kuchukua audio address na kuja kuidumbukiza hapa. Lakini sasa kabla hujaandika humu ndani ya hii tag, usipoandika controls itakataa. Lazima uandike kitu kinaitwa controls, ambayo itaruhusu kupata zile attribute ambazo zinatumika kudhibiti audio yako, kama ni kumute, kuplay na vitu kama hivyo, vinginevyo haitaweza kuonekana. Kwa mfano nikisave, nikaenda nikarun, unaona itokee chochote mpaka niandike controls. Kwa nitaandika controls, usiandike control. Kwa nikisave, nikienda nika refresh, itatokea lakini haiwezi kucheza. Kwa sababu gani? Sijaingiza nini, zile address. Kwa tuweke address. Kwa mfano nikija katika folder langu hili, kuna folder langu hapa ambalo ndani yake nimehifadhi ile file ya HTML inaitwa practice.html ambayo iko hapa juu hapa. Kule ambako nimehifadhi ndani ya folder moja pia nimehifadhi nini, na nitahifadhi ile audio, nitahifadhi ile audio ambayo ndio hii hapa, nitahifadhi audio ambayo ndio hiyo hapo. Kwa hiyo nitakuja huko nitaiweka. Kwa hiyo nitakachokifanya, nitaichukua hii jina na format yake ni mp4 extension yake. Kwa hiyo nitakuja huko ndani, nitaidumbukiza, nitaweka .mp4. Nikisave na nikarun, utaweza kuona inatokea hapa juu. Nadhani nitakuwa nimefanya mistake moja tu hapa, ni instrument hapa, nitaandika mp4. Kwa nita save, nitakwenda nitarun. Kwa hiyo baada ya kufanya hivyo, nikiclick audio itaweza kucheza, audio. Sasa ukiona hapa kuna audio inacheza, lakini nimeclick na ikawa moja kwa moja inatoa sauti, kwa sababu sijaweka attribute ya unmute. Tutaona huko mbele.
Baada ya kufanya hivyo, niweze kurefresh. Tufanye kitu kimoja, nitakwenda kwenye folder hili, nitaifuta hii, nitakuja huku nitaifuta hii, sitofuta hii, nitaisave, lakini nitakuja kwenye hii folder, nitaiondoa. Nataka niondoe hii folder, hii audio, tuone itakuwaje. Baada ya kuwa nimeshaiondoa, nimekuja nimerefresh, haipo. Kwa nini? Kwa sababu nimetumia absolute, nimetumia relative, kwa kuwa nachodhani mimi ni kwamba hii audio iko ndani ya folder ambalo kuna faili la hiyo HTML, faili la project yangu, kwamba iko ndani hiyo folder, kwa sababu tunaitumia relative kwa pale ambapo hiyo audio yetu iko ndani ya folder hilo. Hata kama ni swala la picha au kama ni video, kama iko ndani ya folder moja ambalo ni la project, yani ziko katika project moja, ni file ya HTML liko humo na hiyo audio iko humo, au hiyo file iko humo ndani, basi tatumia relative. Sasa hapa maana yake inachokitambua ni kwamba browser inatambua kwamba hii iko ndani ya ile folder, lakini kweli kitazama mlena haiikuti, iko nje ya nini, iko nje ya hii folder ambalo linaitwa 1.3 coding running, haimo. Kwa hiyo inaitafuta, haimo. Sawa, kwa sababu nimetumia kanuni ambayo haijakizi vigezo, kwamba natumia kanuni ambayo ni ya relative wakati hiyo file nimeshaiondoa ndani. Kwa hiyo ili niweze kuipata nafanyaje? Na kwenda kwenye folder ambako ipo. Kwa mfano nakuja hapa, nataka kutumia relative. Sasa hapa naenda kutumia absolute, sio relative samani, na kutumia absolute, ambapo nitachukua link hii hapa na link zake. Nitakwenda kwenye property, link yake hii hapa ambayo ni location, nitaicopy. Kisha icopy, nitarudi hapa, nitaipaste, nitatumia backslash. Nikishafanya hivyo nitasave. Nikisave nitakwenda refresh, imetokea. Sasa hivi nimetumia absolute address. Kwa hiyo nikibofya inacheza. Kwa hiyo ni muhimu kuzingatia hivyo, sababu mimi ile nitokea mwanzoni wakati najifunza kanichanganya, mbona naweka nakataa, wengine nakubali, kumbe ilikuwa sijazingatia kitu kama hicho, na watu wengine wanafundisha watu juu juu, anaruka na achana na kitu kama hiki. Kwa hiyo ni muhimu sana kutambua kwamba kama ni kwenye web page nyingine, basi tumia zile HTTP protocol address itakayokuelekeza hiyo audio iko wapi. Sasa baada ya kufanya hivyo, na tuangalie kuhusu attributes zingine. Kwa mfano sasa hivi kitazama ni kwamba baada ya kuwa nimeingia huku, nimeweza nika click ikacheza. Sasa nataka niweke kitu kingine ambacho itakuwa inaitwa autoplay, ama ukiingia kwenye web, kwenye tovuti, moja kwa moja unakuta audio inaanza kucheza automatically. Kwa mfano nitasema hapa, hautaiweka hapa juu, kwenye hapa juu mbele ya control, nitasema auto play hapa, nita save, nitakwenda huku, nikifika nita refresh, moja kwa moja inaanza kucheza. Kwa nini? Kwa sababu ni auto play. Mwanzoni tulikuta iko imestop hivi tukaicheza, lakini sasa hivi ukiingia na ukuta inacheza moja kwa moja. Nikirefresh inaanza kucheza, nikirefresh inaanza kucheza, haihitaji kucheza kwa sababu moja kwa moja yuko kwenye autoplay. Ili niweze lazima ni stop. Kwa hiyo ukiingia kwenye web page tayari unakuta inaanza kucheza, ni wewe utakayeamua kui stop, kwa sababu umeshaweka nini, auto play. Sawa, lakini itakwenda mwisho. Ikifika mwisho haitoendelea, kwa sababu tumesema ni autoplay tu, kwa maana ya kwamba ukiingia itaanza kucheza, lakini ikifika mwisho haitoenda kucheza. Kwa sababu gani? Ili ijirudie lazima uweke attribute nyingine inaitwa loop. Ngoja niilete hapa mwisho uone. Itaisha alafu haitoendelea. Utaona nafika mwisho, tap, kimya, imefika mwisho. Kwa nini? Kwa sababu ni autoplay. Kama unaingia itaanza kucheza. Kwa mfano nikirefresh itaanza. Lakini ili pia niweze kuizima na kushusha sauti mpaka niende kwenye mute. Nikienda kwenye mute itaendelea inasogea, lakini haitoi sauti. Sasa nataka kitu gani? Tutaangalia vitu viwili. Tutaenda kuangalia kitu kinachofuata sasa hivi ni loop, afu baadaye tutaangalia habari ya mute. Nataka ikifika mwisho irudie tu yenyewe. Kwa nitaongeza kitu kinaitwa loop hapo. Kisha loop
itakwenda itafika mwisho na itajirudia. Tusogeze mbele. Itakwenda itaanza upya. Sawa, inaanza upya. Haianzi upya kwa maana ya ni autoplay, hapana, na kwa sababu ya loop, kwa sababu hata nikiondoa autoplay itajirudia, ili mradi tu niweze kuiweka kuclick iweze kucheza. Ndio hiyo, itaanza upya. Imeanza upya. Twende tutazame attribute nyingine ambayo itakuwa ni muted. Muted maana yake automatically inapoingia inakuwa iko muted, na nitakuwa ni kazi yangu mimi kui-unmute, kuiondoa kwenye mute. Kwa mfano nikienda nika refresh, naona hapa iko active moja kwa moja. Unaona? Sasa nikinaenda ku-refresh, maana yake naenda ku-refresh mabadiliko. Niki-refresh moja kwa moja naingia tayari iko muted. Kwa hiyo nikiicheza itakuwa inasogea lakini iko muted mpaka nifanye niondoe. Sawa. Nikirefresh sawa, iko muted. Hata kama nitaicheza itaendelea kuwa muted. Hata kama nikifika hapa mwisho, imefika mwisho, itaanza upya tena kwa sababu kuna loop. Unaona, inaanza upya na kuna loop lakini iko muted. Kwa hiyo kimsingi iko muted, and so by default tumeiset iwe muted. Sawa. Hata kama utaiweka automatically, ukifungua kama iko muted itakuwa hivyo. Kwa mfano naweza kusema labda naweka autoplay. Tuweke loop. Kiingia ndani huko utaweza kuona, nita refresh. Autoplay ukiingia moja kwa moja inaanza kucheza, itafika mwisho itapokea loop, itarudia mwanzo tena, itaanza kupiga loop, lakini bado iko kwenye muted. Kwa hiyo ili uweze kusikia lazima uiondoe, vinginevyo itakwenda piga hizo loop au vyovyote vile, lakini itakuwa iko muted kwa sababu kimsingi umeiweka katika muted. Kwa kifupi, hivi ndivyo ambavyo unaweza kuweka audio ndani ya web page yako kwa kutumia ndani ya HTML, kwa kutumia HTML. Ni rahisi sana. Ni swala la kusikiliza video hii mara 2 mara 3, wengine wanasikiliza mara 1 na wanaweza kuwa umeelewa. Na pia ni vizuri kufanya mazoezi kwa kuandika code mwenyewe ili uweze kuelewa zaidi, uweze kumaster. Kwa hiyo baada ya kusema hivyo, niseme kwa video hii inatosha. Nikushukuru kwa kutazama video yote hii. Nachoweza kuomba ni kwamba kama umependezwa na video hii uweze kulike, kushare, kuweka maoni yako hapo chini. Kama ulisha subscribe, naomba uweze kubofya notification kama hujafanya hivyo. Lakini kwa wale ambao tayari hamja subscribe, niombe muweze kusubscribe, kwa sababu inanitia moyo kufanya kazi hii ambayo maandalizi yake pia inahitaji muda, nguvu na akili. Baada ya kusema hayo, ni kusisitiza tena usubscribe channel yangu, na niseme asante sana. Tukutane katika video itakayofuata. Asante.